Wapendwa watazamaji wa Catholic Motion Online TV, tunapoendelea na kipindi cha Majilio, ninapenda kuleta mbele yenu juu ya songo la Majilio. Katika baadhi ya makanisa yetu, tulipoanza msimu huu wa kipindi cha Majilio, tumeona padri akibariki taji ambalo limetengenezwa kwa majani ya kijani, na katikati yake kuna mishumaa minne na baadhi ya maeneo mishumaa mitano. Songo lile la Majilio, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema shada la Majilio, ni shada la umbo la duara lililotengenezwa na majani mabichi, na mara nyingi imekuwa ukitumika mti wa cyprus au kwa Kiswahili mtarakwa, na katikati yake kuna hiyo mishumaa minne au maeneo mengine mishumaa mitano. Mduara ule unaowasilishwa na taji lile la Majilio unamaanisha Kristo ambaye ndani yake kuna uzima usio na mwisho. Rangi ya kijani, kama tunavyofahamu, rangi ya kijani katika kanisa inatumika katika mwaka wa kanisa, lakini pia kijani inaashiria uhai au ukuaji. Hivyo mduara ule wa rangi ya kijani unaashiria uhai unaopatikana katika Kristo, na zaidi uhai huu ni uhai usio na mwisho. Mishumaa ile, kila mshumaa ulioko pale unawashwa tunapoanza juma la Majilio, na mara nyingi inakuwa ni mishumaa mitatu ya rangi ya zambarau, mshumaa mmoja wa rangi ya waridi au rangi ya pinki, na mshumaa mmoja kwa wale wanaotumia mishumaa mitano, mshumaa mweupe. Mshumaa unaowashwa juma la kwanza la Majilio au dominika ya kwanza ya Majilio unaitwa ni mshumaa wa matumaini. Unatualika kuamsha tena matumaini yetu juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, kama Mwenyezi Mungu alivyoahidi kwa njia ya vinywa vya manabii kwamba atatupelekea mkombozi. Lakini kama tunavyosali na kukiri katika kanuni ya imani, Kristo atakuja tena kwa hukumu walio hai na wafu. Mshumaa wa pili unawashwa katika dominika ya pili ya Majilio unafahamika kama mshumaa wa imani. Imani yetu ndiyo inayotupeleka kwa Kristo, ndiyo inayotupeleka kujiandaa kwa ajili ya ujio huu wa Mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Mshumaa wa tatu, na mara nyingi mshumaa huu unakuwa rangi ya waridi au pinki, unawashwa tunapoanza dominika ya tatu ya Majilio, ambayo inafahamika pia kama dominika ya furaha. Tunaalikwa kwa mwanga huu wa mshumaa huu kufurahi kwa sababu ujio wa mkombozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo umekaribia. Mshumaa wa nne unaowashwa katika dominika ya 4 ya Majilio ni mshumaa wa amani. Mshumaa huu unatupa picha au unaashiria mfalme huyu anayekuja ni mfalme wa amani, kama alivyotabiriwa, lakini pia kama tangazo la malaika wakati wa kuzaliwa kwake, malaika waliposema utukufu juu mbinguni na amani duniani. Kwa maeneo ambao wanatumia mshumaa wa 5 ambao unakuwa ni mweupe, ni mshumaa wa upendo. Kristo huyu ambaye amekuja duniani amesukumwa na upendo kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu. Sasa mpendwa mtazamaji wa Catholic Motion Online TV, tunaweza tukajiuliza kwa nini ndani ya kanisa kuna ishara hizi au kuna alama hizi? Alama hizi zinaonekana, zinatusaidia kufika katika yale yasiyoonekana. Kama mishumaa hiyo, kadiri tunavyokaribia sikukuu za Noeli, mishumaa hiyo inazidi kuongezeka, ikimwashiria Kristo aliyokamilifu wa nuru inayokuja duniani kuondoa giza. Vitu hivi vitukumbushe kufanya maandalizi ya kweli. Mara nyingi sherehe hizi za Noeli tunatumia nguvu kubwa kujiandaa kimwili, hasa upande wa mavazi, vyakula na mapambo.
na nyakati nyingine tunaweza tukatoa maandalizi kidogo sana kwa roho zetu. Vitu hivi, alama hizi, ishara hizi zitukumbushe na zitupe mwaliko wa kujiandaa pia kiroho, ili Kristo atakapokuja atukute tunamstahili. Tumsifu Yesu Kristo.